ya mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha na kusema anatuchokonoa kama vipi atachacha. Ali Shabani Kamwe, mzee Kamwe ni mzee wangu sana. Nimesafiri naye mechi nyingi sana za Simba. Na mechi moja tushasafiri kutoka Dar es Salaam, mechi ambayo nisafiri naye kwa umbali mrefu zaidi ya kilomita 1500 tumetoka Dar es Salaam kwenda kufuata mechi ya Simba na Kagera Sugar. Wakati Kagera Sugar anakufa goal town. Ni mzee wangu na ni rafiki yangu. Na kwake mimi naenda Temeke yule mzee. Ali Shabani Kamwe kwa kweli ni kijana mdogo, ni kijana mwenzetu. Ametoa kauli ambazo sio nzuri. Mimi binafsi ana haki ya kukamatwa. Mkuu wa mkoa ni rais wa mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa anateuliwa na rais wa nchi. Mkuu wa wilaya anateuliwa na rais wa nchi. Kwa hiyo unapomkosea mkuu wa mkoa umekosea serikali yako ya Tanzania. Ana haki ya kuwekwa ndani kwa kauli zake sio nzuri. Ali kama amekuwa na kauli ambazo ni tata, amekuwa na kauli ambazo hazina mashiko. Sisi tunaamini mzee Ali kama amemlea vizuri mtoto wake Shabani, lakini Ali Shabani wakati yuko Azam TV alikuwa na hekima na busara, lakini toka alivyokuwa afisa habari wa Yanga amekuwa hana kauli ambazo ni nzuri. Kwa hiyo samaki mkunje kingali mbichi, akisha kuwa mkavu uweze kumkunja. Sasa anafundishwa na ulimwengu, kujifunza ni jinsi gani ya kuwa unaongea na watu ambao wamekuzidi. Unapokuwa unaongea kwenye media kuna mipaka ya kuongea. Kwa hiyo amevuka mipaka, alichokihitaji ndicho alichokitaka. Mtoto akilia wembe unampa, inamkata damu kimtoka anatulia, kumbe wembe hatari. Acha kwanza aonje joto la serikali, alafu baadaye akishatolewa tunajua ni kesi ya kudhaminiwa. Ni kesi ya kudhaminiwa, akishatolewa ataomba radhi, siku ya siku atajifunza na ambayo anayafanya. Kwa hiyo kauli ya afisa habari wa Tabora United Kisna Mwagara kumtaka Ali Kamwe aombe radhi ndani ya masaa 24, Ali Kamwe akisema ni comedian Kisna Mwagara. GB 64 wakati tunamfanyia interview mimi nilisikiliza, alijibu vizuri. Mwagara Mwagara alimpa njia ila Ali Kamwe kujitambua kisaikolojia. Alipomwambia aombe radhi ndani ya masaa kadhaa, Ali Kamwe ilibidi aende aombe radhi. Lakini Ali Kamwe hakuwa na utambuzi wa kifikra. Yule alikuwa anamsaidia kwamba Ali Kamwe baada ya mpira kuwa umeisha na hujaomba radhi, yataka kwenda ukusibu ni makubwa na haya, na baada ya kuwa mpira umeisha kweli yule msibu Ali Kamwe ndio haya ambao tunashuhudia sasa hivi. Ushaelewa? Kwa pale alipoambiwa na Kristina ilibidi aende akaombe radhi, lakini alichokifanya akuomba radhi. Kwa hiyo alihitaji ndio haya ambayo tunasikia kwamba amekamatwa na sasa hivi hajulikani yupo kituo gani cha polisi katika mkoa wa Tabora. Kuna sinema kubwa sana katika klabu ya Young Africans. Ukimwangalia mtu kama Ali Shabani Kamwe na amehusishwa, Hadi Sande Manara vile alikuwa afisa habari Hassan Bumburi naye amekuwa vile na alihusishwa masuala kukamata. Hivi kuna nini Young Africans? Shida nini? Unajua mashabiki wa Yanga au mashabiki wa Yanga mara nyingi ni kama wale mazombi. Wale mazombi wale wanajificha kwenye giza. Wanajificha sana kwenye giza, na kwenye giza ndipo wanapokuwa na nguvu, lakini likitoka jua wanakuwa hawana nguvu. Hatujui Yanga huwa kuna sigani gani ambayo mtu anatoka kwa akiwa ni vizuri, lakini akienda pale anakuwa na matatizo. Klabu imekuwa na sifa moja mbaya sana kwa wasemaji. Sijui kuna matatizo gani. Kwa hiyo unaweza kuwafananisha kama mazombi fulani. Wanapokuwa kwenye jua ni watu wazuri, lakini wanapoenda kwenye giza wanakuwa ni watu wabaya. Sijui kuna matatizo gani ama kuna kitu kinawabeba na sijui ni kitu gani. Hata ukiangalia kwenye hili sakata hatuchezi, wamejificha kwenye kivuli cha giza, hatuchezi mechi. Lakini wakiingia kwenye jua wanakuwa ni watu. Kwa hiyo ni matatizo yao ya klabu ya Yanga. Manara alipokuwa yuko Simba alikuwa ni mtu mmoja mwema mzuri sana. Hakuwahi kuwa na kashifa kufungiwa na chama cha mpira Tanzania. Lakini baada ya kutoka Simba kwenda Yanga kafungiwa. Na hatimaye sasa hivi unamsikia mara moja. Kwa ni matatizo ambayo yako Yanga. Sisi hatujui hata wenyewe kwamba Yanga wanakuwa na matatizo gani ambayo yanawasibu. Sijui kama vile kuna vitu wanalishwa, sijui kuna nguvu gani, kwa sababu sisi tunaitambua Yanga kama klabu ya inayoshiriki ligi kuu Tanzania. Kama kuna nguvu fulani wanaipata hatuijui. Hiyo nguvu inatokana na nini? Hiyo tuseme watu wengi wa Yanga kwanza mashabiki viongozi wanakuwa na matatizo. Kiujumla ni watu wenye matatizo. Hekima kwao inakuwa ni ndogo sana. Ni watu au nani anamtafuna Ali Shabani Kamwe baada ya kauli yake ya Juma Ramadhani Mgunda. Alimkosea sana yule mzee. Yule ni mtoto wake wa kumzaa. Ilikuwa inabidi aende
Mdogo wangu, nakusii kwenye maisha yako yote, ogopa ndimi za watu. Ulimi ndio mchawi wa kwanza kwenye maisha yetu ya binadamu. Na ndio maana Mungu anakuambia unapoamka asubuhi, ongea na mke wako vizuri, ongea na watoto wako vizuri, nenda ukatafute riziki. Na ndio maana ukiwa ni Muislamu, Mungu anakushauri hata kama jirani yako anakula nguruwe, lakini ishi naye vizuri, ni jirani yako. Ili jirani yako siku moja saa kunyoshea kidole ukapata laana, ukapata laana ya jirani yako. Shabani kama ana laana ya mzee Mgunda, mimi nakwambia amini hicho. Kwa sababu ilibidi aende akamwombe radhi. Lakini uliposikia mzee Mgunda sasa namwachia Mwenyezi Mungu. Mtu anaposema mimi namwachia Mwenyezi Mungu, anayekuhukumu ni Mwenyezi Mungu. Utegemee laana kukuja. Alikamwe Shabani ni kijana ambaye anatumainiwa na Watanzania wengi kwenye tasnia ya mpira. Na bado ni kijana, bado mtoto mdogo. Kwa hiyo anatumainiwa lakini, kwa hiyo ajirudie kwenye nafsi yake. Ona anayoyafanya yana haki. Maneno alikuwa anayazungumza yako sawa. Unapokuwa unazungumza na Watanzania inabidi uwe na hekima kubwa ya kuongea. Kwa hiyo ajifikirie katika maongezi yake anayokuwa anayaongea. Ndio wao wamesema ilikuwa ni utani tu wale Shabani Kamwe kuzungumza maneno yao. Sio utani, uwezo kumwambia mkuu wa mkoa umechacha. Hakuna utani wa hivyo. Ilibidi atafute maneno ya kuongea kiutani. Ushafahamu? Ilibidi atafute maneno ya kuongea kumtania mkuu wa mkoa. Uwezo kumwambia mkuu wa mkoa umechacha. Chakula kichorala kikachacha utakila wewe. Si unaenda ukimwaga dampo? Mkate ambao umechacha, umetengenezwa bakeli, mkate ukachacha, utaula wewe? Sauna samani. Uwezo kumfanya mkuu wa mkoa wa Tabora kwamba umechacha. Unamdharau mtumishi wa rais. Unamdharau mtumishi wa nchi yetu sisi Tanzania. Wewe akili unakuwa huna. Yule akatamka kauli ambazo sio njema. Kama shati la kipaimara. Wewe Alikamwe, wewe hiyo suti aliyoingia nayo mkuu wa mkoa uwanjani ni ya shingapi? Yeye Alikamwe alivaje? Wewe unamwona Alikamwe ana akiti mama. Aombe radhi, apige magoti, aombe radhi, amuombe mkuu wa mkoa wa Tabora lazima maisha mengine yaendelee, lakini akubali kwamba kwenye kauli zake Alikamwe amekosea. Na Alikamwe asifuate njia za Haji Manara. Alikamwe asifuate njia za Haji Manara. Atajitengenezea mazingira ambayo sio mazuri. Unapokuwa msemaji mkubwa kama yule, si maajabu Mama Samia Suluhu, daktari, rais wa nchi ya Tanzania, akakuona wewe ni kijana mwema kwenye tasnia ya usemaji, ukaenda ukawekwa kwenye sekta nyingine. Ushafahamu? Sasa unapokuwa unatoa kauli ambayo sio nzuri kama hivyo, watu watakufikiriaje wa Tanzania? Na kati wewe ni kioo, na sisi ambao ni wazungumzaji wa matawi, tunakuangalia kama wewe Alikamwe, na sisi tupitie kwenye njia zako tu wasemaji, unatengenezea mazingira gani? Kakosea kauli, akubali, aombe radhi, maisha mengine yaendelee. Lakini Alikamwe kijana mwenzetu amekosea, hiyo sio kauli njema, wala hakuna kauli ya utani. Ndio umenambari zaidi baada ya picha jana zilikuwa zinasambaa mitandao ya kijamii akiwa anacheka na mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha, watu wakisema kama jambo limeisha hivi. Christina Mogea alimwambia Alikamwe uombe radhi kabla ya mchezo kuisha, kuelewa. Ushafahamu? Akuelewa. Alikuwa anapewa fundisho bali yanayokwenda kutokea kumbeleni, usipoomba radhi ni makubwa, utayoweza. Na hiki ndicho kimetokea baada ya kushindwa kujitambua. Au sio bana? Tunaposema mpira ni mpira wa kirafiki, na ndio maana Alikamwe alipoingia VIP pale, mkuu wa mkoa akuonyesha hali yoyote, walipeana mkono wakakumbatiana, kwa sababu mpira ni mchezo wa kiungwana. Micheko juu. Ndio. Shafahamu? Mpira ni mchezo. Walikuwa kwenye mechi. Kwa hiyo tunangojea mechi, tunacheza mechi inaisha, ikiisha mengine ya kitaratibu na kisheria yanafuatwa. Na ndivyo Alikamwe alikumbatiana mkuu wa mkoa. Lakini mkuu wa mkoa yeye kwanza alikuja kwenye mechi amalize mechi. Alafu sasa wale uliyatamka wewe mkuu wa mkoa akachacha sijui shati la kaniki, au sio bana? Watu wamekaa mezani wanafanyia kazi, akulijua. Na ndio watu nasema mpira ni mpira wa kiungwana. Tunapokuwa uwanjani tunakuwa na tabia za kimpira, na ndizo mkuu wa mkoa Tabora alizozionyesha baada ya kukutana na nani? Alikamwe. Lakini baada ya mpira kichofuata kitu gani? Kuna mtu aliyetegemea. Na watu washacheka na nini? Washasema kumbe ni marafiki zake. Watu washaanza kumsema vibaya yule mdada msemaji wa Tabora. Kwamba amepata aibu. Sasa akapataje aibu? Kuna mwandishi mmoja nikamwona kaandika, akapata aibu dada yule, anamwamulisha Alikamwe aende kwa masamani. Anaona watu wanakumbatiana. Sasa arudia yale maneno. Aliyepata aibu ni nani? Alikamwe, Christina Mogera. Alikamwe ndiye akapata aibu na klabu yake. Nashukuru pia.